Imeendelea leo huku rafiki yake wa karibu akisimulia hatua zao za mwisho na Rex Masai kabla ya kupigwa risasi. Haya yakijiri, polisi katika eneo la Bahati, kaunti ya Nakuru, wanamsaka Evans Abuti, mshukiwa mkuu wa mauaji ya Jacqueline Awuor, ambaye mwili wake ulipatikana katika timbo moja katika kaunti ndogo ya Bahati ukiwa hauna kichwa na baadhi ya sehemu za siri. Mike Chalo na mkusanyiko wa taarifa hizi. Ilikuwa ni zamu ya George Ndikas, aliyekuwa rafiki wa karibu wa marehemu Rex Masai, kufika kizimbani, akisimulia dakika za mwisho walipokuwa pamoja kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha Juni tarehe 20 mwaka 2024. Ndikas akisema waliingia kwenye maandamano saa 10:30 jioni, huku yakichacha zaidi pale polisi walipoanza kufyatua risasi mwendo wa saa 1 jioni. That day I remember tulikuwa hata tukuchukua mat. Tulitembea tu kutoka home because tunatoka tu hapa Rais. Tukatembea tu town. Tukafika town tukapata protest ilikuwa inaendelea. Obviously tukaamua tu kujoin. Ndikas akisimulia jinsi walivyomkimbiza Rex Masai katika hospitali ya Bliss iliyoko karibu na eneo la Archives Nairobi baada ya Rex Masai kupigwa risasi, japo alikuwa amefariki wakati wa kufikishwa hospitalini humo. Nilisikia like someone amefire to like a gun like three times at once, unaona. Sapo nakumbuka kwa hiyo stampede, ndo nakumbuka nikijaribu kufuata Rex kuona kimbia, nilimwona alikuwa na limb, unaona. Rex akaniambia like ameshutiwa, unaona. Kwengineko, polisi Bahati, kaunti ya Nakuru, wanamsaka Evans Abuti, mwanaume mwenye umri wa miaka 35, na mshukiwa mkuu wa mauaji ya Jacqueline Awuor mwenye umri wa miaka 30 na aliyetoweka jana Jumapili alipokuwa akielekea kazini. Mwili wake ukipatikana kwenye timbo moja ukiwa una kichwa na baadhi ya sehemu za siri. Mimi ndio dadake mkubwa, na kile naweza omba mtu saidie juu dada yetu ameuliwa na hakuna hata kichwa. Dada yake anadai wawili hao wamekuwa katika mzozo wa muda, huku marehemu akipokea vitisho vya kifo kutoka kwa mume wake kila wakati. Kwa sasa polisi wanamsaka Evans Abuti, ambaye pia alitoweka na binti yao wa miaka 3. Wakati alianza kuvita. Nijua anataka dadangu ampe pesa, akikata kumpatia ni vita. Wakati mshahara iko karibu, hiyo ni mapenzi iko mzuri, lakini pesa ikitoka akatae kumpea, hapo vita inaanza. The man is at ranch, but we are pursuing him. So far, the matter is under investigation, and we are optimistic that we are going to arrest the culprit. Vilevile katika eneo la Thogoto, eneo bunge la Kikuyu, wakazi, maafisa wa usalama na wasimamizi wa vyuo wamelazimika kufanya kikao cha pamoja eneo hilo kuangazia utovu wa usalama wa muda mrefu. Watu wa Thogoto tutashirikiana kote kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba kuna usalama kati yetu. Mike Chalo, TV 47.